glorify your holy name, Jesus. Nobody like you, Jesus. Oh, hallelujah. We worship you.
You are mighty, mighty warrior. Mighty battle. Jehovah is your name. Shangilia Bwana. Shangilia Bwana mahali pote ulipo. Kama unaweza kumshangilia, shangilia Bwana. Shangilia Bwana. Hallelujah, hallelujah. Continue to celebrate the Lord, celebrate the Lord, celebrate the Lord. Wherever you are. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. You are Jehovah, mighty warrior, and a great in battle. And that's why we honor you and we bless you. Even as we start our service tonight, Lord, we pray for your presence. We pray for your power, and we pray that you speak to us. In Jesus' name, we pray, and somebody say amen. So whenever you are watching, I want to welcome you to this program, The Voice of Victory. I know that you are tuned to our station, EBN, as usual, and we bless them because of you. We want to hear the word of God, but before that, we want to appreciate our praise and worship and allow them to sit down in the presence of the Lord. In Jesus' name, we can appreciate them in a better way. Amen, amen. We've been speaking last Saturday. We started a series of teaching that will carry us for some few weeks. Na tumekuwa tukijifundisha kuhusu neema ya Mungu. And just to give us a recap of what we said last week, we said that a grace means unmerited favor that can only be given by God through Christ Jesus. Na tukielezea kwamba kuna neema aina mbili ambazo Biblia inaongea kuhusu. Na kitengo cha kwanza tukasema kinaitwa the common grace. Na tukasema common grace inapatikana kwa watu wote. Then tukasema ya kwamba the second division inaitwa the special grace. Na tukasema special grace inaitwa special kwa sababu si ya watu wote, bali inapewa wale watu ambao wanaamini katika kazi ya msalaba. In other words, ni watu ambao wanaamini kile ambacho Kristo alifanya. Praise the Lord. We also said ya kwamba finishing ama special grace is also divided into 4 groupings. And we shared about the first 2 grouping. Tukasema ya kwanza inaitwa saving grace. Kasema hii ni neema ambayo Bwana anatuonyesha wakati ambapo anatuokoa. Then we say the second inaitwa the sanctifying grace. Tukasema ni neema ambayo Bwana anatupatia ili ya kwamba tuendelee kukua in our Christian life. Na ili ya kwamba tukaweze kushinda katika dunia hii ambayo imejaa na dhambi na mambo aina tofauti. Usiku wa leo tutaongea aina ya 3 ya neema ambayo inaitwa the sustaining grace. Sustaining grace. Na nataka kusema ya kwamba the sustaining grace is the grace that we receive from God through Christ Jesus to enable us
persevere in the time of persecution, in the time of challenge, in the time of suffering, even in our Christian walk. Wapendwa watazamaji wangu, nataka nikwambie hivi. Ataka kwamba umeokoka, kuna neema iliyokuokoa. Na kuna neema ya kukuwezesha wewe kuishi maisha ya utakatifu. Maisha ya dunia hii imejaa changamoto, imejaa mateso, imejaa majaribu. Na Bwana anatarajia ya kwamba tutaweza kushinda ijapokuwa kuna majaribu ya kila aina. Na ili ya kwamba tukashinde, Bwana anaachilia neema hii. Katika kitabu cha Wahibrania sura ya 4, Hebrews chapter number 4, if you read verse number 16, this is what the Bible says. Hebrews chapter number 4. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Mwandishi wa kitabu hiki cha Wahibrania anasema, wacheni basi tukakaribie kiti cha neema cha Mungu, ili kwamba tukaweze kupokea rehema na tukapokea neema ambayo itatuwezesha sisi katika wakati wa mahitaji. Praise the name of the Lord. Nataka kusema ya kwamba wakati ambapo umeokoka, si kumaanisha ya kwamba you are withdrawn from sufferings of life, but God is faithful. Kuna neema hii ambayo anaiachilia ili ya kwamba tukaweze kushinda. Na neema hii ina mambo kama matatu ambayo inafanya. Number 1, the sustaining grace help us to live and serve God in hard situations. Ni neema ambayo inatusaidia kuishi na kutumikia Bwana katika mazingira magumu. Maybe where you are serving God, but yet you are serving God in hard situations. Apostle Paul anaongea kuhusu hii neema ambayo Bwana alimpatia, ambayo ilimwezesha kuhubiri katika mazingira magumu. The book of 2 Corinthians chapter number 11, you read from verse number 23. This is what the Bible says. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and have been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lances minus 1. 3 times I was beaten with the Lord. Once I was pelted with stones. 3 times I was plagued. I spent the night and a day in an open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in dangers from bandits, in danger from my fellow Jew, in dangers from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false prophet. Praise the name of the Lord. Maneno haya ambayo tunasoma katika kitabu hiki cha Wakorintho ni Paulo ambaye anatetea his apostleship. Paulo kuanzisha kanisa la Corinth
alienda in the city of Ephesus, and after sometimes kutatokea watu ambao wana challenge his apostleship, na walikuwa wanajiita super apostles, wanakuwa na dharau kazi ambayo pia Paulo aliifanya. Lakini Paulo anawajibu, anasema kama wanajiita watumishi wa Mungu, I believe with all my heart, na ninaongea hivi, anasema ninaongea hivi kama mtu ambaye kichwa chake hakiko vizuri, kwa sababu sifai kuongea. Anaelezea jinsi ambavyo ametumikia Bwana katika mazingira magumu. Anasema ya kwamba mimi nimepigwa ile mijeledi 40 mara 5. Unajua the capital sentence of a Jew ilikuwa ni kuchalazwa viboko 39. Lakini anasema kwa sababu ya Injili nimepigwa mara 3. Praise the name of the Lord. Anasema kuna muda na majira ambayo mimi nilijipata nimepigwa mawe karibu nife, lakini Bwana hakuachia mimi nife. Praise the name of the Lord. Anasema kuna wakati ambapo nililala kwenye bahari nikiwa katika njia ya kueneza Injili. Praise the name of the Lord. Wapendwa, huyu ni mtumishi ambaye tunajua alifanya kazi zaidi kuliko wale watu wote ambao waliandika vitabu in the New Testament. Lakini anatuonyesha mazingira ambayo aliweza kutumika chini yake. Anatuonyesha ya kwamba alitumika katika majira magumu. Alitumika katika maeneo ambayo alihatarisha maisha yake. And maybe I'm talking to you, brothers and sisters, wherever you are. Maybe you're a pastor. You are serving God under hard situations. Apostle Paul anatuonyesha ya kwamba kuna neema ambayo Mungu anaiachilia ili ya kwamba kuishi na kutumika kwetu tukaweze kutumika katika majira magumu, ila hatutashindwa. Praise the name of the Lord. I want to encourage you, my brother. Mwito wa Bwana utakupitisha katika jangwa, lakini katika jangwa there is grace ya kusustain. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine unatumikia Bwana, lakini unapoangalia maisha yako unauliza what is happening? My brother, I want to encourage you that I don't give up. Kuna neema ambayo Bwana anaiachilia, ambapo wewe una uwezo wa kuishi na kutumika katika majira magumu, and yet you are not giving up. Praise the name of the Lord. Naamini kwa moyo wangu wote ya kwamba hii ndiyo neema ambayo Bwana aliachilia watumishi wake kama Ayubu. Ayubu aliteseka katika magonjwa. Mke wake anapomwangalia anamwambia, ingekuwa ni mimi ningetamani ulaani Mungu ili ufe. Lakini Ayubu anasema hapana. Kile kinafanya Ayubu asimame kama majira kama yale, akatae kukana Bwana na asikilie imani, ni kwa sababu kuna neema. Praise the name of the Lord. Hiyo ndiyo neema ambayo watumishi wa Mungu kama vile Yeremia alitumikia Mungu. And sometimes Jeremiah chapter number 38, Jeremiah anawekwa hata ndani ya shimo la maji, kwa sababu kuna watu ambao wanatabiri mambo ambayo yanafurahisha mfalme, na watu wanaungana wanasema kwamba huyu nabii haleti faida, anasusa wapiganaji moyo. Lakini Yeremia akasimamia ukweli in the midst of hard seasons, na hii ni neema ambayo Bwana aliachilia kwake. Praise the name of the Lord. Hii ni neema ambayo Bwana aliachilia kwa watumishi wake kama vile Shadrach, Meshach and Abednego. Wale walikataa kuinamia sanamu ya mfalme,
na kwamba walipita katika majira haya, kuna neema ya kutosha. Nami nataka nikwambie wewe ambaye unanitazama ya kwamba kuna neema ya kutosha. Praise the name of the Lord. Usifie katikati, kwa sababu there is a sustaining grace, na kazi yake ni kusimama na wewe ili ushinde wakati wa majira magumu. Praise the name of the Lord. This sustaining grace, kazi yake ya pili ni hii. This is a kind of the grace that helps you to overcome in the areas of your weaknesses. Ni neema ambayo Mungu anakupatia ambayo inakuwezesha kushinda udhaifu wako. Apostle Paul in the book of 2 Corinthians in chapter number 12 verse number 7 through 9 we read, because of the great revelation, therefore in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all this more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Praise the name of the Lord. Wapendwa, sikia maneno haya. Paulo anasema ya kwamba Bwana alimuonyesha ufunuo, na anasema mambo ambayo Bwana alinifunulia. Haifai mtu ambaye anaishi katika ulimwengu huu akaweze kufunuliwa. Praise the name of the Lord. Lakini Bible inasema ya kwamba wakati Bwana alinifunulia, ili ya kwamba nisiweze kujiinua zaidi ya vile ipasavyo, akasema kuna mwiba ambao uliwekwa ndani ya nyama zake, na anasema ya kwamba this thorn in the flesh ilitoka from the messenger of Satan, ilitoka kwa mjumbe wa Shetani. Theologians wamejaribu kuelezea mwiba huu ambao Paulo anasema. Wengine wanasema Paulo alikuwa na shida ya macho. Wengine wanasema Paulo alikuwa anaongea akiwa na kigugumizi. Wengine wanasema Paulo alikuwa miguu yake ikai vizuri. But whatever the problem was, the Bible does not reveal. But the Bible inatuonyesha ya kwamba Paulo alimusihi Bwana ya kwamba Bwana amuondolee mwiba huu ambao ulikuwa ndani ya mwili wake. Whatever it was, ni kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua ndani ya mwili. Lakini Bible inasema kwa mara 3 Bwana akamwambia sitaiondoa. Akamwambia neema yangu inakutosha, maana nguvu zangu na uweza wa nguvu zangu unaonekana vizuri katika udhaifu. Praise the name of the Lord. The sustaining grace ni neema ambayo Bwana anakupatia. Unatumikia Bwana ijapokuwa jamiini mwako kuna matatizo. Praise the name of the Lord. Unaendelea katika maisha ya imani na unaendelea kupungukiwa financially. Hallelujah. Lakini haukati tamaa. Unaendelea kupenda Bwana, lakini hali yako ya afya inazorota. Wapendwa, this is a grace ambayo Bwana anatupatia ya kwamba tunapitia katika magonjwa. Unapata mtu ako karibu kufa kwenye kitanda cha mauti, lakini anasema I know I will make it. Hii ni neema ambayo Bwana anaiachilia even in the time of our weakness. Na neema hii ambapo Bwana anaiachilia ni neema ambayo inafunika udhaifu wako. Hallelujah. Unajua kati neema hii inakuja katika maisha yako, watu waoni udhaifu, watu wanaona Mungu. Hallelujah. Waibaji ambao wengine wanaiba hawaoni kwa sababu ya neema.
watu wanapendezwa na uibaji wao, wanasahau ni vipofu. Praise the name of the Lord. Nimeona watu ambao wanafanya mambo makubwa lakini wana udhaifu, lakini kile ambacho watu wanaona si udhaifu, wanaona uwezo. Kwa sababu gani? Neema hii inafunika udhaifu, maana kazi yake ni kutusaidia kuweza kuishi na kushinda our challenges. Praise the name of the Lord. Neema hii inatupatia tumaini. Neema hii inatuonyesha ya kwamba mambo ni magumu, mwisho wake kutakuwa bora. That's why Apostle Peter in 1 Peter chapter number 5 and verse number 10 anaongea kuhusu the God of all grace, ya kwamba Bwana wa neema. Listen to what the apostle says. Anasema, and the God of all grace, who have called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Praise the name of the Lord. Apostle Peter anawaambia wapendwa ambao wanapitia katika mateso, anawaambia jameni, vumilieni, kwa sababu watakatifu wote wanapitia katika majaribu kama yale. Lakini anawaambia kuna Mungu wa aina zote za neema. Praise the name of the Lord. Mungu ambaye anapeana neema ya kushinda. Neema hii inatupa tumaini. Anasema ya kwamba baada ya mateso kidogo, neema hii inatuonyesha ya kwamba hata tujapopita katika mateso kidogo, mwisho wetu tutashinda, mwisho wetu tutafanikiwa. Ndiyo, mateso ipo, lakini neema hii inatia moyo. Ninaomba mahali ulipo, neema hii ikakutie moyo. Mtazamaji wangu, najua unapitia katika hali gumu, lakini wacha neema hii ikakutie moyo, ikakufariji, ikakupatia tumaini. Maana Biblia inasema baada ya kuteseka kwa muda kidogo, naye Mungu wa neema yote anakurejeza. Praise the name of the Lord. When the Lord of all grace comes, he restores you. Praise the name of the Lord. He will himself make you strong. He will himself make you firm. Hallelujah. Na mimi kuna mtu ambaye ninaongea na yeye, ya kwamba mazingira ambayo uko ndani yake, you are feeling that you are in the hot soup. But my brother, the God of all grace will walk with you in that suffering, in that sickness, in your bed. The God of God grace will sustain you. Praise the name of the Lord. And I declare you shall not die, but you shall live, so that you can declare there is God of all grace, ambaye baada ya kuteseka anakuinua, anakupandisha, anakuwezesha kusimama tena. Praise the name of the Lord. The sustaining grace, the neema hii ambayo inatuonyesha ya kwamba maisha yajapokuwa mazito, maisha yajapokuwa magumu, mateso yajapokuwepo, bado kuna neema ya kutuchukua. Wapendwa, listen to me my brother. Let me tell you this. Kama kuna kitu ambacho kinafanya watu washindwe katika safari ya imani, ni kutoelewa ya kwamba kuna neema ambayo inaweza kuwapitisha katika udhaifu na iwapatie ushindi. Hallelujah. Allow me in respect to time to talk about the fourth type of grace, ambayo inaitwa the serving grace. The serving grace. Serving grace, this is a special ability that God give us, and he make us to be able to do things that in our natural life we are not able to do. Hii ni neema ambayo Bwana anatupatia, anatuwezesha kufanya mambo ambayo katika jinsia yetu ya kimwanadamu hatuwezi tukaweza. Praise the name of the Lord.
Hii ni neema ambayo wakati inakuja katika maisha yako inakuwezesha, haleluya, kufanya mambo ambayo masomo yako hayawezi yakakuwezesha. Hii ni neema ambayo wakati inakuja juu yako inakupatia zaidi ya kile ambacho pesa zako haifai kukupatia. Praise the name of the Lord. I like what Apostle Paul says in the book of 1 Corinthians chapter number 15. I want us to read these verses. 1 Corinthians chapter number 15 and verse number 9 and 10. Hallelujah. Bible says, for I am the least of the apostles, and I do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And his grace to me was not without effect. No. I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was in me. Praise the name of the Lord. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo. Anasema ya kwamba mnajua maisha yangu ya mwanzo, ya kwamba mimi nilikuwa msaliti wa kanisa. Na anaelezea vizuri ya kwamba kama ni mizani ambayo ilitumiwa na wale wanafunzi waliokuwa na Yesu kuitwa mtume, hageitwa. Kwa sababu yule mtu ambaye aliitwa mtume ni yule mtu ambaye walitembea na Yesu, aliitwa na Yesu na alitumwa na Yesu. And Paul was not among the 12. Praise the name of the Lord. Anasema mimi kama nilimuona Yesu kama yule ambaye amekufa. Kwa sababu alipatana na Yesu, alimuona Yesu katika ufunuo wakati alikuwa jiani akielekea Dameski. Pale ndipo Yesu alimuita, Paulo, Paulo, kwa nini unasaliti mimi? Na Paulo anasema ya kwamba mnajua ya kwamba mimi nilikuwa mtu afai, lakini anasema lakini neema ya Bwana, haleluya, kwa neema ya Bwana niko jinsi ambavyo nilivyo. Anasema kwa neema ya Bwana mimi nilifanya kazi zaidi ya wengine. Bali anasema ya kwamba bali sio mimi nilifanya, ila ni neema ya Bwana iliyokuwa ndani yangu. Neema hii ya kutumikia Bwana inakuwezesha kufanya mambo ambayo hauwezi kufanya in the natural way. Praise the name of the Lord. Sisi kama unakutana na muibaji, ukimuuliza mahali ametoka, unaona the level ambao Bwana amemweka, hafai kuwa amefika hapo. Praise the name of the Lord. Wachungaji ambao Bwana amewainua hawakusoma, lakini neema inayoachiliwa juu yako ya kutumika inakupatia uwezo wa kufanya mambo ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi akafanya. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema mitume walipokutana pamoja wakasema watafute watu ambao wanaweza wakawapatia kazi ya kuweza kutumika as ushers, serving the tables. Praise the name of the Lord. Lakini wakapata mtu mmoja katikati ya wale ambao walipatikana watu 7 ambaye anaitwa Stefano. And look at what the Bible says. Bible says verse number 8, now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Sikia, he was just an usher. Lakini Bible inasema ya kwamba akawa amejawa na neema ya Bwana, akafanya ishara na miujiza, watu wengi wakaokolewa. Wapenda sikia nikwambie, Stefano hakuwa tofauti na wewe. Alikuwa mtu ambaye hajulikani zaidi, lakini kuna kitu ambacho kilimchomoa na kikamfanya yeye atumike zaidi. Na ukisoma hadithi ya huyu Stefano, Bible inasema hata walimu wa sheria walipojaribu kubishana na yeye hawangeweza hata kumshinda kwa usemi. Alisema kwa hekima ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya neema. Haijalishi masomo, haijalishi pesa, kuna neema ya Bwana ambaye anaiachilia, anatufanya tuwe na uwezo wa kutumika. Praise the name of the Lord. That's what the Bible says in the book of 1 Peter chapter number 4 and verse number 10. Each of you
should use the gift you have received to serve others as faithful stewards of the grace of God in its various form. Hallelujah. Ni mtumishi wa Mungu Petro anasema ya kwamba kila mtu ambaye ameamini atumike kupitia kwa kipawa chake ambacho Bwana amempatia. Akilinde vizuri kipawa chake na atumike kwa uaminifu katika neema ambayo Bwana amempatia, neema ambayo ni ya tofauti na mwingine. Wapendwa katika kanisa, ndani ya mwili wa Kristo, kila mtu ambaye ameamini amepewa kipawa, na hicho kipawa kimebeba neema. Praise the name of the Lord. Kama wewe ni mwimbaji, kuna neema ya kutosha wewe ufanye hiyo huduma pasipo na kusitasita. If you are a giver, there is a grace in each and every ministry. Bible inasema Mungu amepeana neema, na ninaomba usiku wa leo wewe ambao unanisikiliza ukaweze mwaminifu kutumia neema yako katika huduma ambayo Bwana amekuaminia. Praise the name of the Lord. Wapendwa, listen to me. Tumejifundisha tofauti, aina nne za tofauti za neema. Neema ya kwanza inaitwa saving grace. Wakati tulipookoka, Bwana alituokoa kwa neema. Ya pili, Bwana anatuonyesha tulipookoka alitupatia neema ya kutukuza katika mambo ya kiungu, inaitwa sanctifying grace. Ya tatu ni neema ambayo inatussustain in the time of challenge, na ya nne ni neema ya kutumika. Wapendwa, elewa ya kwamba katika maisha yako kuna neema ambayo Bwana ameachiliwa. Elewa ya kwamba Bwana katika uaminifu wako, katika uaminifu wake anatamani ya kwamba umtumikie kwa ushindi. Bwana ana matarajio, anatarajia ya kwamba huduma ambayo amekupatia, you will serve faithfully. Kile kitu ambacho Bwana amefanya, hajatuacha hivyo tu katika dunia hii. Bwana alielewa ya kwamba we cannot make it. Bwana akaachilia neema. Wapendwa, don't give up. There is a grace to carry you on. Don't give up, my brother and my sister. There is a grace. There is special grace to keep you going. There is that a grace that will enable you to fight a good fight. Praise the name of the Lord. Fight a good fight of faith. Usidharau hiyo neema, maana neema hii ina uwezo wa kipekee. Usidharau hii neema, maana neema hii itakuchukua, itakuinua, itakulinda. Wapendwa, mahali popote unanitazama, the grace of God is the power behind success. The grace of God is the power behind our victory. The grace of God is the power behind our ministry growth. The grace of God is the power of our life, helping us even to live a fruitful life in our life. Wapendwa, Jesus loves you. I want to encourage you, my brother, ya kwamba usitazame mwenzako ukamwona bora kuliko wewe. Ni kwa sababu neema hiyo ambayo Bwana amekupatia, neema hiyo ni ya tofauti. Neema hiyo inafanya kazi ya kipekee. Wapendwa, kuna neema ya kukusustain. I want to let you know this, Church of Jesus Christ, ya kwamba you make it in life no matter what. You will carry through your ministry no matter what. I know that you have been blessed. I know that in this ministry of this word, you have understood the grace that the Lord, a different type of the grace that God has vested in your life. And it is my sincere desire that you be encouraged and understand that in whatsoever through you are going, in every situation that you are going through, there is a grace to carry you. There's a grace to carry you. Allow us to pray.
and tell the Lord of all grace, to help us in each and every area of our life in Christ Jesus. Ina mkono wako mahali ulipo. I know you've been following me, and you're saying, I need this grace right now to sustain me. I need such kind of grace right now. In that hospital bed, you need that grace to carry you, that grace to carry healing. Father, in the name of Jesus, the Bible calls you God of all graces. Unaelewa maudhaifu tofauti ambao watazamaji hawa wanapitia. Wengine wanaishi katika maisha ya ufukara. Wengine ni magonjwa, mateso ya kijamii. Father, I pray that you shower them with the grace. Shower them with your love. Shower them with your power, so that they will be sustained in each and every different situation they are going through. I pray that you keep them. I pray that you hold them until you will be revealed and give us what you have even promised for us. I bless you for being together with them, and I bless you for what you are doing. Wewe mtazamaji wangu, hujamtapatia Bwana Yesu maisha yako. There is that grace, the saving grace. My desire is, kwa sababu wokovu hauuzwi, unapeanwa bure. Sema maneno haya nyuma yangu, ili ya kwamba neema hii ya wokovu ikakufikie. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Ninajitoa ili unisamehe dhambi zangu, na ninajitoa ili unitakaze, na kuanzia leo ufanye mwanao na unipe neema ya kunisaidia kuishi maisha ya ushindi. Kwa Kristo Yesu nimeomba na nimeamini. Somebody say amen. I hope that you have been blessed as we welcome our praise and worship. Want to encourage you to keep following us every Saturday from 8 p.m. even to 8:45, and every Thursday 3 p.m. up to 3:45. Stay tuned. Ecclesia Broadcasting Network is a place to be. May God bless you. Shalom, shalom. Waibaji wetu, naomba tupatie wimbo moja katika jina la Kristo Yesu. Amen. Mahali pote ulipo, nataka tuinulie Mungu mikono yetu na tumwambie ni asante kwa siku ya leo. Tunaenda kusifu Mungu. Mahali pote ulipo, nataka usifu Mungu. Amen. Nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima.